Jamhuri ya Muungano. Nakushukuru. Nikushukuru Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa kwa hotuba yako nzuri. Nikushukuru Mheshimiwa Mstahiki Meya kwa kunipa fursa ya kusema machache katika ripoti hii ambayo yeye binafsi nimeweza kusikiliza. Kuna mambo mengi sana yamejadiliwa na mimi kwa sababu rasmi ya kwanza amesema kwamba hiki sio cha kwetu, nitajaribu kuzungumza machache kwa niaba ya yetu sisi wananchi ambao yanatugusa. Kwanza ni wapongeza watumishi ambao wameendelea kufanya kazi nzuri za kuhudumia wananchi kwa sisi. Na kwa siku ya leo nitumie fursa hii kupongeza Mheshimiwa Mkurugenzi na timu yako kupitia taasisi moja au kituo cha afya Mazwi. Nimefika pale, ukiona kazi zinazoendelea na hali ya usafi wa mazingira pale, ni ngumu kuamini kama ni kituo cha serikali. Kupitia katika hilo ni wapongeze sana pamoja na viongozi ambao katika ripoti zetu, katika ripoti tulizokusikiliza kuna mambo machache. Moja ni hoja ya inayohusiana na hati. Katika maoni ya mkaguzi anasema hivi viwanja vikishapatiwa hati, matumizi yake yapangwe kwa ajili ya kuchochea baadhi ya maendeleo kwenye eneo haya. Na hili amezungumzia vizuri Mheshimiwa DC ni kama benefisi, kwa sababu ushauri huu ukiangalia hauko mbali na matumizi ya ile stendi yetu ya zamani. Serikali ilitumia gharama kubwa, lakini kwa siasa zetu za ndani hasa kwenye vyama zikasababisha ile stendi isiweze kutumika hivi sasa. Na bahati mbaya sana mgogoro huu wa kimawazo huko sisi peke yake. Hata sisi kwa Chadema tumekuwa na maoni tofauti kuhusiana na matumizi ya ile stendi. Lakini mara zote mimi nimekuwa nikiambia wenzangu ni muhimu wakati mwingine kuweka siasa pembeni kwa ajili ya kuangalia mambo ya mbele. Ile stendi ilitakiwa kuwa imetumika. Na Mheshimiwa Mstahiki Meya, kama kuna fursa baraza hili limeipoteza, ni kutotumia nguvu kwa kisa ile stendi inatumika, kwa sababu miaka mingi iliyopita kile mlichokuwa mnakiogopa hilo kisingekuwepo. Leo ingekuwa inatumika na kile za wananchi zingekuwa zimeisha. Fuatilia pale Mpanda, miaka mingi iliyopita ile stendi ilivyo leo, hakuna mtu anawaza hayo mambo. Kwa wakati mwingine ni vizuri tunapokuwa viongozi tuwaelekeze wananchi vizuri kwa ajili ya mustakabali mzima wa nchi yetu. Jambo la pili ni mapato ya ndani. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa umeongea vizuri na Mstahiki Meya hapa hatuna uhakika kama anasema Mwenyezi Mungu na anajua nani atakuja na nani atarudi. Lakini nataka niwaambie wale watakao kuwepo, ni muhimu sana katika kufanya malengo ya mapato ya ndani, lazima tuende kwenye realistic.